Neno la Mungu linasema, usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe. Je, itakuwaje pale ambapo hofu inazidi imani ya moyo wako? Au je, utafanyaje pale ambapo unaona milango yote imefungwa na changamoto zinazidi kuwa nyingi juu yako? Ndugu yangu, leo tutatafakari juu ya neno tumaini na kwa nini tumtumainie Mungu kwa kila hali ya maisha unayopitia au unayopitia. Ndugu yangu, mara nyingi tunapitia nyakati za hofu, mashaka na changamoto nzito. Tunaweza kujiuliza, je, Mungu yuko nami kweli? Neno la Mungu linatukumbusha kuwa leo usiogope, na usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe. Mungu anasema hii si ahadi ya kawaida, ni hakikisho kwamba hata katika nyakati za giza Mungu hawezi kukuacha. Mungu huwa hatuachi, daima anakuwa pamoja nasi na akituangalia kwa kiasi ambacho si cha kawaida. Wakati mwingine, ndugu zangu, tunajaribu kuelewa kila kitu kinachotokea katika maisha yetu. Tunataka majibu ya haraka, lakini Mungu anatuambia kuwa tumtumaini yeye kuliko kutaka kujua kila kitu kinachotokea katika maisha yetu. Na ndiyo maana katika siku hii ya leo, Jumatano hii ya leo, katika neno la Mungu tunasikia likisema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingi sisi ni wale watu wa kutegemea akili zetu, kutegemea nguvu zetu, kutegemea kila kitu ambacho tunahisi kwamba kinawezekana juu yetu, lakini si kweli. Mambo mengine kwa uwezo wetu, kwa akili zetu, kwa nguvu zetu hatuwezi bila Mungu. Hivyo yatupaswa kumtegemea yeye katika kila kitu. Hii ina maana ya kujisalimisha kabisa kwa Mungu, kuacha hofu, kuacha kujishikilia mwenyewe na kuamini kwamba njia zake ni bora kuliko zetu, nguvu zake ni za hali ya juu, na upendo wa Mungu ni mkuu kuliko kitu chochote, kuliko kiumbe chochote duniani na hata mbinguni. Kama Wakatoliki leo tunajua kwamba tumaini letu haliko katika dunia hii tu, bali katika ahadi zote ambazo Mungu anatupa. Ahadi za Mungu hazitoweza kubadilika kamwe, na daima zitasimama katika misingi yake, misingi ya uaminifu. Yeye Mwenyezi Mungu ni mwaminifu daima, na anatuongoza, anakupa amani, na anatufundisha kuwa na subira, kuwa wavumilivu, kusubiria sehemu ambayo unatamani uipate. Yeye atatoa kwa wakati wake. Hivyo basi, leo jaribu kuweka imani yako kwa Mungu kwa vitendo, na katika sala zako usisahau daima kumuomba na kumshukuru kwa kila jambo analofanya. Kuwa mwazi mbele zake. Leo mwambie Bwana na kutumaini, na uache moyo wako upokee amani yake na baraka zake. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.